Hapa nipo katika uwanja wa maonyesho ya Nane Nane yanayofanyika mkoani Kagera katika viwanja vya Kairabwa vilivyo katika manispaa ya Bukoba. Na nimekutana na mmoja wa washiriki wa maonyesho hayo. Ndugu yangu, labda wewe unaitwa nani na katika maonyesho hayo unashiriki kufanya nini labda? Kwa majina naitwa Luciana Limbu. Mimi ni meneja masoko na mauzo kampuni ya Mysol tawi la Bukoba mjini. Sisi tunajihusisha na nishati mbadala ya jua. Tunatoa vifaa vya majumbani vya solar system nzima, lakini pia tuna water pump kwa ajili ya ukulima, lakini pia tuna bidhaa za biogas. Nishati zote mbadala kwetu unapata kupitia Mysol, lakini pia tuko viwanja vya Nane Nane kia Kairabwa Bukoba mjini. Labda kwa nini nyinyi mnahamasisha matumizi ya nishati ya jua? Labda mna mkakati gani? Ndio, sisi ni wadau wakubwa wa kuunga mkono jitihada za serikali kwa kuweza kumrahisishia mwananchi wa kawaida pamoja na wa kipato cha chini kupata nishati safi kwa ajili ya afya yake binafsi, lakini pia na maendeleo kwa ujumla. Kwa hiyo sisi kama Mysol tuko katika kuweza kumrahisishia mwananchi na kuunga mkono jitihada za serikali kuweza kumpa bidhaa bora. Nikiwa katika viwanja hivi nimekutana na mshiriki mwingine wa maonyesho haya. Ndugu yangu, unaitwa nani? Mimi naitwa Mr. Jovin Kayungi Lauliani, nikiwa natokea hapa Bukoba mjini, kata Bukoba bandarini. Labda mkuja kushiriki maonyesho haya, labda kufanya nini labda? Hapa nimekuja kushiriki maonyesho haya kwa ajili ya kutangaza biashara yangu, biashara ya majiko ya umeme. Majiko ambayo tunayo yanatumia umeme kidogo, mpaka na wewe ukitumia tu unafurahi. Ukiingia kwenye matumizi ya kutumia umeme, majiko ya umeme kwenye matumizi yako binafsi utafurahi. Ukija kulinganisha na ukaenda kwenye mkaa, ukiingia kwenye gesi, maana yake ukija kuunganisha matumizi yote, maana yake ni kwamba majiko yangu yanatumia umeme kidogo mpaka unafurahi. Kwa hiyo ninatangaza hii biashara yangu ili kila mmoja aweze kujikita kwenye majiko yangu ya umeme. Haya ni mazuri, kampuni ni nzuri, yani umeme mpaka na wewe utafurahi. Umeme wako wa nyumbani utafurahi ukiingia kwenye matumizi ya kupikia umeme na haya majiko. Labda kuna mpango wa serikali wa kuhamasisha nishati safi. Labda nyinyi mmeunga juhudi za serikali kwa maisha ya nishati safi ya umeme baada ya kutumia mkaa? Ni kwamba maana yake wakishajua haya majiko, maana yake ni kwamba nishati ya mkaa wataiacha, kwa sababu haya majiko ni mazuri mno kwa matumizi ya sisi binadamu ambao ni tunatumia umeme, maana yake tunatumia mkaa. Ukiingia kwenye haya majiko, maana yake utapata faida iko sehemu gani. Ni lazima utaona kinachoendelea. Ukishaanza kutumia ndio utaona faida iko sehemu gani. Majiko ni mazuri mno. Maana yake watu wataachana na mambo ya kuharibu mazingira, kukata miti eti wanaandaa mkaa. Nafikiri huko watatoka, maana yake wataingia kwenye matumizi ya kutumia majiko ya umeme. Nikiwa katika viwanja hivi nimekutana na mshiriki mwingine wa maonyesho haya ambaye anaelezea amekuja kufanya nini katika maonyesho haya. Ndugu yangu, unaitwa nani? Asante, jina langu naitwa John Adamu Kidua, ni mkurugenzi wa kituo cha Kidua Herbal Clinic Center. Nafikiri maarufu Bukoba wananifahamu sana Dr. Kidua. Kwa hiyo tumefika hapa kwa ajili ya kutoa huduma zetu kama kawaida na kama ada, kwa sababu hata wewe mwandishi unakumbuka kwamba sisi kituo chetu ni kituo bora zaidi cha tiba asili ndani na nje ya nchi, kwa sababu tunatoa huduma zetu za uhakika. Tunatoa huduma ambazo sasa zinaendana na mifumo ya ushahidi wa kisayansi, kwa sababu unapomtibu mtu lazima wizara ijue kwamba mtu huyu amepona kwa dawa za asili, ili nao ziingie kwenye mfumo wa tafiti za kisayansi. Kwa hiyo tunatibu magonjwa sugu, tunafanya pia vipimo vya mwili mzima ili kujiridhisha na kinachomsumbua mtu katika mwili wake. Kwa hiyo tuko hapa tumejaa kabisa kwenye maonyesho haya ya Nane Nane kia Kairabwa Bukoba. Mimi naitwa Audax Mtiganzi wa ITV Kagera. Sasa narudisheni studio ili tuendelee na vipindi vingine.